Zinapocheza timu za mid table, wanapocheza na timu za up layer kwa maana ya Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars, huwa ni mchezo ambao unakuwa na ile automatic motivation, kwa sababu wanakuwa na notion kivichwani mwao wachezaji kwamba nikifanya vizuri kwenye huu mchezo inawezekana ikawa ndio njia ya mimi kutoka na kwenda kujiunga na timu moja kati ya hizi timu nne, either hawa nitakaocheza nao au wale ambao wanaotazama, kwa sababu we all know audience ya mchezo kati ya Yanga na Mbeya City ni tofauti kati ya Mbeya City na Tanzania Prisons, Mbeya City na Mashujaa, audience inakuwa ya tofauti. Kwa hiyo kitendo cha huu mchezo kuwa na audience kubwa au kuvuta hisia za watu wengi ni moja kati ya vijisababu ambavyo huwa vinapelekea michezo ya aina hii kuwa migumu. Ingawa haikugarantii kwamba kila mchezo ambao unazikutanisha Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars dhidi ya hizi teams za mid table team kwamba utakuwa ni mgumu hata kwenye upande wa matokeo. Feeling kwa maana ya wachezaji wanaweza kutamani watoe kila kitu alimradi kuweza kuwa impress wale ambao wanaocheza nao, lakini sometimes ubora ndio huwa unaamua, na I think it's not about sometimes, ni kama muda wote, kwa sababu quality huwa inaamua matokeo uwanjani. So mchezo wa Young Africans ambao wako kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya wakicheza na klabu ya Mbeya City hautakuwa mwepesi, kwa dhana ya kwamba tayari wachezaji wako self motivated, watatamani kucheza na kutoa kila walichonacho ili kuweza kuwaonyesha Young Africans, wakiamini ni njia mojawapo ya wao kuweza kufanikiwa zaidi. Watoto wa Uswahilini wanasema njia ya kutoboa. Kwa hiyo hii njia ya kutoboa ambayo wachezaji wanaweza kuwa wanaitafuta ndio ambayo inaweza kapelekea huu mchezo ukawa mgumu. Lakini vile vile bado watu wana hofu na namna ya uchezaji wa Young Africans chini ya Romain Folz, ambaye wengi wamekuwa wakimpigia makelele kwamba anafundisha mpira ambao hauvutii. For the first time kwenye mpira wa miguu kinachotazamwa ni matokeo, ambacho Young Africans chini ya Romain Folz wamekuwa wakikipata. Sasa the second itakuwa ni kucheza vizuri. So tutakapokuja kuangalia individual brilliance ya mchezaji mmoja mmoja wa Young Africans na Mbeya City, it's obviously wachezaji wenye brilliance wengi watakuwa kwenye upande wa Young Africans, ambacho kinaweza kikawasaidia kupata matokeo. Sijawaona Mbeya City vizuri msimu huu, kwa hiyo nashindwa kuwazungumzia kiufundi zaidi kwamba ni namna gani ambavyo wanaweza waka-approach mchezo dhidi ya Yanga na wao labda waweze kufanikiwa kupata walau matokeo ya sare au hata ushindi. Lakini ninachokifahamu mimi, ile commitment ambayo wanaweza wakawa nayo wakijitoa kwa 100%, wakawa na nidhamu, wakawaheshimu Young Africans, waka-accept kuwa second team uwanjani, ni moja kati ya vijisababu ambavyo vinaweza vikawafanya Mbeya City wakapata walau alama zile ambazo wanadhani wanaweza wakazipata kutoka kwa Young Africans. Lakini pia Young Africans ni timu ambayo iko characterized kwenye kushinda, yani character ya Yanga ni kushinda. So ikipoteza au ikitoa sare, hii inakuwa ni some sort of defamation kwa Young Africans, kwa sababu story kubwa itakuwa ni hivyo, kitu ambacho kwenye uongozi hakitakuwa na taswira nzuri, kwa mashabiki hakitakuwa na maana nzuri, lakini kwa benchi la ufundi ukizingatia na mazingira yalivyo sasa hivi inakuwa ni pressure kubwa sana. So binafsi nataraji utakuwa ni mchezo ambao kuna nyakati Mbeya City watataka kuonyesha cheche zao, waweze kuwaonyesha Yanga na sisi tunaweza tukawashambulia, lakini kwa zaidi ya 60% Young Africans ndio watakaokuwa na dominate mchezo na ndio wako favorite kupata matokeo kwenye mchezo wa leo.